Hii ni MTV1 Online inayokutangazia kutoka eneo la Uswahili Mashariki mwa Kongo DRC. Jina langu ni Jean-Paul Senesi nikiwa Lubero, Kivu Kaskazini. Leo ni Ijumaa tarehe 17 mwezi Oktoba mwaka 2025. Matangazo yetu ya leo yatabaki Afrika Mashariki kutokana na shughuli za mazishi ya Raila Odinga, mwanasiasa mkubwa nchini Kenya. Kama vile nilivyokudokeza ni kwamba maelfu ya wananchi wa Kenya na kutoka mataifa mengineyo ya Afrika na Afrika Mashariki leo wameshiriki misa ya kumuaga Raila Odinga. Odinga ni mwanasiasa mkongwe na maarufu nchini Kenya. Maelfu ya Wakenya wamesikitishwa na kifo chake. Odinga amefariki akiwa na miaka 80. Viongozi mbalimbali wamehudhuria misa ya leo katika uwanja wa Kasarani ni Nairobi, akiwemo Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kwa njia ya simu Oster Malivika amezungumza naye Dennis Chisaka akiwa mjini Nairobi kwenye hafla hiyo katika uwanja wa kandanda wa Kasarani. Kwamba baada ya hotuba ambazo zimetolewa sasa ni baada ya misa kufanywa kumwenzi hayati aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Kile kinachoendelea ni kwamba wananchi wamepewa fursa ya kutazama mwili huo kwa mara nyingine tena baada ya kufanya hivyo hapo jana katika uwanja wa Kasarani. Leo katika uwanja wa Nyayo wamepewa tena fursa ya kutazama. Sasa hivi foleni zinaendelea kupangwa ili wananchi wapewe hiyo nafasi ya kutazama mwili wa aliyekuwa waziri mkuu na kiongozi wa upinzani, lakini pia kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Lakini muhimu ni waongeaji waliozungumza katika hotuba hiyo, kuanzia kwa mkewe Bi Aida Odinga, lakini pia rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na rais wa sasa William Ruto wamezungumza na kuhimiza amani. Wanasema kwamba mwenda zake Raila Odinga ni kiongozi ambaye alitaka sana umoja wa Kenya, alitaka sana umoja wa Afrika nzima. Kwa hiyo litakuwa ni swala zuri, swala la busara kuhakikisha kwamba aliyoazimia Raila Odinga yanafanyika katika muda huu ambapo sasa ameondoka. Ni wito ambao umetolewa na viongozi wote ambao wamezungumza. Kuna baadhi ya viongozi wa kimataifa ambao wamekuwepo lakini hawakupewa fursa ya kuzungumza, lakini pia kuna viongozi ambao hawakuwepo lakini walituma jumbe zao, akiwemo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, akiwemo rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Museveni, pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu ambaye amemtuma naibu wake Philip Mpango daktari ambaye amemwakilisha, lakini wote hao hawakupewa nafasi ya kuzungumza. Lakini jumbe zao zimesomwa na zote za amani, zikihimiza Wakenya waendelee kukaa kwa amani kama alivyotaka na kama alivyoasisi hayati mwenda zake aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Familia kwa upande wao wanasemaje? Kulingana na familia ni majonzi, ni huzuni, na kweli wanasema kwamba watamkosa Raila kwa sababu alikuwa ni kiongozi, lakini sio tu mwanasiasa, ni baba, ni mwanafamilia ambaye alienzi familia yake na kuwapenda. Kwa hiyo ni pengo ambalo ameliacha na itakuwa ni vigumu sana kwao kuweza kujaza pengo hilo. Familia wanasemaje kuhusu kuzikwa kwake? Watu wote watakwenda ama hawa itakuwaje? Kulingana na mipango ambayo familia imeratibu ni kwamba wangependa mazishi haya katika safari yake ya mwisho yawe ni mazishi ya faraga. Kwa hiyo kulingana na msemaji wa familia hiyo ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Siaya na ndugu yake mkubwa Raila Odinga, amesema kwamba wangependa mazishi hayo yawe ya faraga, yani the burial, lakini ni swala ambalo bado linazungumziwa. Raila ni mtu ambaye alikuwa ni kiongozi, ni mtu wa watu. Kwa hiyo huenda misa nyingine ikafanywa nyumbani kwake Siaya kabla ya mazishi kufanyika. Lakini unadhani kwamba huu umati wote utapata nafasi kijijini huko? Naam, kuna sehemu ambayo imetengwa katika kaunti ya Kisumu ambapo hapo kesho mwili wa Raila utakuwa hapo na kuweza kutazamwa tena na wenyeji wa eneo hilo, kisha baadaye misa itafanywa eneo hilo kabla ya sasa mazishi kufanyika katika boma lake, mazishi ambayo wanasema familia ni ya faraga. Kwa suala la upinzani, kwa sasa hadi wakati ambapo Raila anafariki alikuwa akifanya kazi kwa pamoja na serikali. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba alikuwa akiongoza upinzani, lakini kwa chama cha ODM ambacho ni chama cha pili kwa ukubwa kulingana na idadi ya wabunge, aliyepewa nafasi ya kuongoza kwa muda chama hicho cha ODM ni Daktari Oburu Odinga ambaye ni kakake Raila Odinga, lakini pia ni seneta wa kaunti ya Siaya. Kuhusu kifo hicho, MTV1 Online imezungumza naye Adalbert Kiyenge, mwanasiasa nchini DRC akiwa mjini Kinshasa. Ana journalist, mimi kwanza asante kwa swali lako, lakini mimi napata kwa occasion hii kupitia mikro yenye unanipatia kupatia pole watu wa Kenya wote wenye wanampoteza mtu mkubwa sana, mtu mwenye alipigania demokrasia, mtu mwenye alipigania uhuru, mtu alipigania bien-être ya raia wa nchi yake. Ndio hiyo mimi najua Raila Odinga alikuwa resistant wa nguvu sana, na ndio kwa sababu ya resistance yake demokrasia iliendeka Kenya. Mimi nawaza kama tumempoteza mtu mkubwa sana katika Afrika,
katika dunia nzima mwenye kupigania demokrasia na mwenye kupigania uhuru ya taifa lake. Adalbert Kienge, nini umeriti kwa Raila Odinga? Mimi nimeriti kwa Raila Odinga resistance. Unaona, kwa sababu nilifanya siku mingi ndani ya upinzani, lakini sikuteseka sana, sikupigania kuchukua franga ya rushwa. Nilikuwa mimi naona tu avenir ya nchi yetu. Na ndio maana naona mimi naendelea kuhukumu kila mara wale wenye wanashika silaha kwa kutafuta pouvoir, na ningewaalika wakosa wasiri tuko tunaishi sawa watu wengine wote kawaida, tunaishi ndani ya nchi yetu, kupenda nchi, tungetumikisha hiyo mambo ya usalama, opposition pacifique, kukamata nchi. Hiyo ndio ninariti kwa Raila Odinga, kwa sababu yeye anataka kuchukua silaha ya nchi yake, lakini alionyesha population mateso yao inatoka wapi, na wote walisimama nyuma yake na walipigania nani yake yao. Pengine Wakongo wanaweza kuriti nini kwa Odinga, hasa wanasiasa? Wakongo wote mimi nataka kuambia hivi, hata wale wenye wako wanakamata silaha kwa kukamata pouvoir, wajue kama kila kitu kina mwanzo kina mwisho, na hiyo ni somo. Raila Odinga alikuwa mtu mkubwa sana huku Kenya, ni alipigania demokrasia, sasa leo amekufa. Nao wajue kama siku moja wataweza kufa, na inaomba wakufe vizuri. Sangizi yeye watu wote wanamulia kwa kuwa alipenda nchi yake, hapana watu wengi kufurahia nchi, kubrade nchi yao, wana sacrifice nchi yao kwa sababu ya nchi jirani, nchi za Rwanda na nchi zingine, wanatukana kila mara serikali yao. Ni sherti mimi nataka kuita kama vile somo yenye tungepata pale, wapinzani wa Kongo wangelifanya heri kujiunga basi moya, wapinge pouvoir ya leo kwa ndani, hapana kwenda kufanya mambo nje na kila mara kukomplote kukamata silaha kwa ajili ya nchi yao. Hiyo ndio wangefanya tu. Raila Odinga kukimbia Kenya, alifanya yote pale Kenya, na mwisho demokrasia ilibaki Kenya na imebaki ndani ya raia wakule, wanajua kama wanapaswa kupigania haki yao. Ukiangalia Kongo imekosa upinzani sana. Upinzani ya kweli, sio tu upinzani kwa upinzani, lakini upinzani kwa ajili ya demokrasia. Raila Odinga alikuwa upinzani wa kweli, ni mfano kati ya wengine, ni mfano ya upinzani katika Afrika. Tukitoka Kenya tunavuka hadi nchini Tanzania, ambako serikali ya Tanzania na shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi duniani UNHCR zimetangaza kufuta hadhi ya ukimbizi kwa wakimbizi kutoka nchini Burundi wanaoishi katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu iliyopo wilayani Kasulu mkoani Kigoma, kwani tayari muda wa kuishi nchini kama wakimbizi umeisha na hivyo hawana budi kurudi nchini kwao kutokana na amani na usalama iliyopo nchini Burundi. Trifon Odas na habari zaidi. Hatua ya serikali ya Tanzania na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kutangaza kuchukua hatua hiyo ya kufuta hadhi ya ukimbizi kwa wakimbizi wanaoishi katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu iliyopo wilayani Kasulu mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania ni hatua mojawapo inayopangwa kuchukuliwa baada ya kusuasua kwa zoezi la wakimbizi hao kurejea kwa hiari nchini kwao. Mkurugenzi wa huduma ya idara ya wakimbizi kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Tanzania, Sudi Mwakibase, amesema tayari uhamasisho wa wakimbizi kurudi kwao umeshafanyika na hivyo hawana budi kurudi ili wakaijenge nchi yao. Baada ya amani kurejea nchini Burundi mwaka 2017 na tangazo la viongozi wakuu wa nchi za Tanzania na Burundi la mwezi wa 10 tarehe 20 mwezi wa 7 2017 kuelekeza kuanza urejeshaji wakimbizi kutoka Burundi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na shirika la UNHCR tarehe 1 mwezi Septemba 2017 iliafikiwa kuanza zoezi la kurejesha kwa hiari wakimbizi 2000 hadi Burundi. Urejeshaji wa watu 2000 kwa wiki tangu mwaka 2017 ungefanyika. Wakimbizi wa Burundi wangekuwa wamerejea wote mwaka 2020. Lakini kwa sababu mbalimbali, kiwemo zoezi la urejeaji kuzingatia misingi ya uhiari, wakimbizi muda wote wamekuwa hawarejei kwa mujibu wa makubaliano ambayo tumekuwa tukafikiana katika utatu. Sababu zingine ambazo zimefanya zoezi liwe la kurejea, liwe la kusuasua ni kutokana na sababu zinazotolewa na wakimbizi wenyewe, lakini wakati mwingine wale wanufaika wa migogoro na hifadhi za ukimbizi pia. Tumekuwa tukirejesha wakimbizi katika utaratibu ambao wanarejea pale wanapojisikia wao. Baada ya serikali kuona zoezi la kurejea limekuwa la kusuasua sana, mwaka 2022 tuliendesha zoezi la kufanya la majaribio. Kwa kipindi hicho tulihoji kaya 27% ya kaya za wakimbizi waliopo kambi ya Nduta na kambi ya Nyarugusu. Lakini pia vijana
kuanzia miaka 18 kushuka chini, zaidi ya 70% wameendelea kuumia kwa sababu ya wazazi wao kutokuamua kurejea. Naye mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema tayari wakimbizi hao wamekwisha patiwa ujuzi mbalimbali kwa ajili ya kufanya shughuli za kujikimu kimaisha, na hivyo ni muda mwafaka kwa sasa kurejea na kwenda kulijenga taifa lao. Nyinyi vijana ndio taifa la kesho, mtajenga Burundi. Msipokwenda Burundi, atakayejenga Burundi nchi yenu ya wazazi wenu na babu zenu ni nani? Burundi ni nchi yenye amani sana kwa sasa. Huwezi kulinganisha na nchi kama DRC. Niwaombe sana, sisi Afrika itajengwa na nyinyi vijana. Unapokaa hapa kambini, huna nyumba, huna chochote, unategemea kesho watoto wako itakuwa nini? Wakina mama toka Burundi, nyinyi ndio mtaijenga Burundi yenu. Mnaendelea kuzaa watoto, hao watoto wataishije? Watoto wenu mtawalewaje? Watoto wenu watasomaje? Watoto wenu watakuwaje? Sisi viongozi hatuwezi kuona watoto wa Afrika wanaishi bila kuwa na maisha yao ambayo yanafahamika. Tunataka watoto wetu wa Afrika Mashariki wasome. Tunataka watoto wetu wa East Africa wawe madaktari. Tunataka watoto wetu wawe marubani. Ni vizuri tukarudi nyumbani kwetu. Nazungumzia wazee kama mimi. Tutakaa huku mpaka lini? Makaburi ya wazazi wetu tumeyaacha Burundi. Niwaombe sana wazee, turudi nyumbani. Ni wakati wetu sasa wa Afrika kujenga Afrika yetu. Kwa hiyo kama kamati ya mahojiano ilivyosema na ushauri walioshauri, mkuu wa mkoa, kazi yangu ni kusimamia ili kesho na kesho kutwa hii kambi tuweke idara nyingine zifanye kazi zao. Kwa upande wake, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Barbara Dose amesema, I say that because refugee status is meant to be temporary. Ndikuvuga nkuko kubera ubuhunzi ni kintu cy'umwanya muto. It's a temporary status meant to protect us refugees from danger. Ni kintu cy'umwanya muto cyashizwe kugira ngo kidukingire impunzi kuva mu ngorane. Once this danger is over, ariko rero ingorane imaze guhera, every refugee deserves the right to regain one's nationality. Buri mpunzi rero irashobora kuronka burya burenganzira bwo kuronka ubunyagihugu bwawe, to enjoy the full package of rights associated with the nationality. Ariko rero kuronka na burya burenganzira bwose bw'ubunyagihugu bw'igihugu cyawe, kuko uba uri umunyagihugu w'igihugu cyawe. Naye balozi wa Burundi katika ubalozi mdogo wa Kigoma Kekenwa Jeremiah amewasa wakimbizi kutoka nchini Burundi kurejea kwao, kwani machafuko yaliyosababisha wakimbie nchi yao yameshaisha baada ya makubaliano ya kutia saini mkataba wa kumaliza tofauti zilizosababisha vita vyao. Tumaze imyaka 22 igihugu gitekanye, lakini kufikia sasa tuko 2025 na ni miaka 22 nchi ya Burundi imetulia. Muri mwebwe hariho nabo mu miryango yabo bari muri zo nzego z'umutekano. Ndani yenu kuna baadhi ya viongozi ambao wako kwenye ngazi za usalama, ambao ni familia zenu wako kwenye ngazi tofauti za usalama na uongozi Burundi. None ubwo bwoba nuvuga ngo bamwe barafise gusubira i Burundi buhagaze hehe? Je, uoga huo kwamba wengine hawawezi kurudi Burundi, na wakati familia zenu wengine ni viongozi, wengine wako kwenye vyombo vya usalama, ni uoga ambao uko kwenye unatokana na nini? Kuva abantu bahunze mu mwaka wa 1993 nta muntu numwe itongo ryiwe, inzu yiwe itakihari. Waliokimbia 1993 hakuna mtu hata mmoja ardhi yake au nyumba yake ambavyo vimechukuliwa, bado vipo. Kutoka katika kambi ya wakimbizi iliyopo hapa wilayani Kasulu mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania, mimi ni Tryphon Odas na hii ni MTV1 Online. Ni hayo kwa siku ya leo. Karibu na tuwatakie weekend njema nyote mliojiunga nasi njiani mwa anga, na pole kwa Wakenya kumpoteza mwanasiasa Raila Odinga.